Kuhusu suala la kutaka kumpindua Mwalimu, Oscar Kambona alilipinga na kukataa mchana kweupe. Kwa upande wa Mwalimu, alikuwa wabaridi sana. Alipoa mno kama mchezaji wa Chelsea Cole Palmer, japokuwa hakupenda kabisa kuongelea suala hilo, lakini alikataa kuamini kwamba rafiki yake alitaka kumpindua, kwa maana aliona juhudi zake alizozifanya kuwatuliza Wajeda na kuzuia wasi. Siku chache baadaye, wafia chama hawakuamini macho yao. Mwalimu alimuita Oscar Kambona na kufanya naye kikao pale Magogoni, kisha akampa likizo fupi ili akatulize kichwa kutokana na mazonge yaliyomtokea. Baada ya kumaliza likizo yake, Starboy Kambona alirejea mzigoni kama kawaida na kuendelea kufanya kazi kama waziri wa ulinzi pamoja na katibu mkuu wa TANU. Ilipofika Aprili 26 mwaka 1664, Kambona alishiriki kikamilifu katika mchakato mzima wa kuzaliwa kwa taifa la Tanzania, ambapo muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Yeye ni miongoni mwa viongozi wachache wanazijua siri za kuundwa kwa muungano huo. Mwaka 1965, baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Tanzania, Mwalimu Nyerere alifanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri, taarifa ambayo ilikuwa ni kuhamishwa kwa Oscar Kambona kutoka kwenye Wizara ya Ulinzi kwenda Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI. Hapa ndipo minong'ono ilipoanza kutawala na kila mtu kusema la kwake. Mara Mwalimu ameanza kumshughulikia Kambona kwa kumpunguza taratibu. Aliposikia taarifa hizo, Starboy Kambona alifunika kombe na kukubali aishe. Ilipofika Juni 9 mwaka 1967, Mwalimu alifanya tena mabadiliko ya baraza la mawaziri. Kwa mara nyingine tena alimtoa Oscar Kambona kutoka Wizara ya TAMISEMI na kumpeleka kwenye wizara mpya ya Serikali ya Mitaa na Maendeleo ya Vijijini. Hapa sasa ndipo kila mtu alijua kwamba safari ya Kambona imefika mwisho. Walijiuliza, inakuwaje mtu mzito kama yeye alikuwa akitegemewa aje kuwa rais, anatolewa kwenye mfumo wa kusogezwa kwenye wizara ndogo? Paliwaka moto. Oscar Kambona hakupendezwa kabisa na jambo lile. Picha linaanza. Ilipofika siku ya kuapishwa, jamaa alikula kona, hakutokea kabisa. Unajua nini kilitokea? Tukachimbe dawa kwanza, baadaye tutaendelea. Baada ya kuhamishwa toka Wizara ya TAMISEMI na kupewa wizara mpya ya Serikali ya Mitaa na Maendeleo Vijijini, Oscar Kambona hakupendezwa kabisa na mabadiliko hayo. Akasema, inatosha kwa sasa, umenitoa kwenye wizara nyeti na kunitupa backbencher. Ndo maana kwenye uapisho wa mawaziri wapya hakwenda kabisa, alichimba bila taarifa. Siku chache baadaye, nakumbuka ilikuwa Juni 9 mwaka 1967, akiwa katika ofisi za TANU, Kambona alitangaza kujiuzuru na kuachia nafasi zake zote za kichama na serikali. Akasema, potelea pote, chukueni vyeo vyenu. Alipoulizwa ni kwa nini amejiuzuru, alijibu kwa kifupi sana, afya yangu haipo sawa kwa sasa, nataka kupumzika ili ni upambania mwili wangu. Waandishi waliguna kwa miguno tofauti, lakini wapo wachache waliosema naijua hiyo, kwa maana bato yake na Mwalimu ilianza kuonekana hadharani toka kitambo. Ilipofika Julai 20 mwaka 1967, Oscar Kambona na familia yake yote walikimbia nchi kwa kuvuka boda la Namanga mpaka Nairobi. Baada ya hapo wakapanda pipa hadi Uingereza walikofanya makazi ya kudumu. Kitendo cha Oscar Kambona kuikimbia nchi kilithibitishwa na Mwalimu mwenyewe. Nakumbuka ilikuwa Julai 22 mwaka 1967, baada ya vijana watano kufanya maandamano ya amani hadi Ikulu pale Magogoni, ndipo Mwalimu alitoa hotuba ya kumnanga Oscar Kambona. Nakumbuka na nukuu, Nyerere alisema, tunaye mijituhumu inafanya kazi sio za wananchi, kazi za watu wengine, ni mamluki, yani
ni wanasiasa mamluki, malaya tu, ni wenda wazimu kabisa. Sasa wamekimbia cha mtema kuni na tumewatangazia, tumesema waende wengine wapumbavu. Kama hawakuwaziwa sasa hivi tutawatia ndani wote wazima. Ndipo kipenga cha vita kati ya Mwalimu Nyerere na Oscar Kambona kilipopulizwa. Hakuwepo swahiba, ulipigwa mwingi mpaka ukamwagika. Chap kwa haraka ikaanza kamata kwa ndugu na baadhi ya marafiki wa Kambona. Wadogo zake akina Otini na Matia Kambona walidakwa na kuwekwa kizuizini. Grey Mataka, Elia Chipaka, Priska Chiombola pamoja na Bibi Titi Mohamed ni baadhi ya viongozi waliokamatwa kutokana na ukaribu wao na Oscar Kambona. Haya mambo ni mazito jamani, naogopa kusimulia. Naombeni kwanza ulinzi ndo niendelee.